روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال مبكي حديث الإمام مسلم كن صحيحيات حديث يا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متومي والله نسيم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا hakika ya Allah subhana anaridhia kwenu nyinyi vitu vitatu na anachukia kwenu nyinyi vitu vitatu. Mola wenu subhanahu wa ta'ala kwenu nyinyi wanadamu anaridhia kwenu nyinyi vitu vitatu mvifanye, na anachukia kwenu nyinyi vitu vitatu msivifanye. Katika vitu hivyo anasema fayarudha lakum, anaridhia kwenu nyinyi katika hivyo vitu vitatu an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a, mumwabudu yeye peke yake wala msimshirikishe na kitu chochote. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, na mshikamane katika kamba ya Allah subhana nyote wala msitengane. Katika haya mambo mawili anayoyaridhia Allah subhanahu wa ta'ala, Mola wetu anaridhia tumwabudu peke yake subhana wala tusimshirikishe na kitu chochote. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi hii na iliyopita ya mwanzo ya Abdullah ibn Umar ametupa definition ya maana ya ushirikina alipotuambia maana ya ushirikina an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, ni kumfanyia Allah mwenza wakalingana sawasawa, kwamba kuna kiumbe kinalingana na Allah kwenye uwezo, nacho kinajua mambo ya zamani ya siri yaliyofichikana, ana elimu ya ndani ambayo haijadhihiri mbele za watu, anayajua ya kesho yakoje mtu huyo. Kiumbe hicho kikao kinajua yale yaliyokupitikia kwenye maisha yako yote, anayajua. Mtu huyu ukamfanya ndiye anayeweza kukuondoshia mabalaa mbalimbali, mitihani mbalimbali, huku kumfanya hivi huyo mtu umemshirikisha na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Maula jalla wa ala ni ambaye anayejua mambo ya siri yaliyofichikana, anayajua yaliyopita na ya kesho, na hakuna kiumbe yoyote aliyepewa ilmu al-ghaib isipokuwa peke yake Allah ndiye anayejua ilmu al-ghaib. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala nasema qul la ya'lamu man fi as-samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wama yash'uruna ayyana yub'athun. Sema ewe Muhammad, hakuna mtu mwenye ilmu ya vyote vilivyomo mbinguni huko juu, hakuna anayejua yanayoendelea huko mbinguni, wala hakuna anayejua yanayoendelea hapa ardhini yote illa Allah, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kitendo cha kumfanya shekhe, kitendo cha kumfanya wali, ana uwezo wa kuyajua ya kesho, ana uwezo wa kuyajua maisha yako yote unayoyafanya. Kitendo cha kumfanya sheitan, ana uwezo wa kudadavua mambo mbalimbali yaliyofichikana, huku ni kumfanya mshirika na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwenye ilmu hii ya ghaib, wewe ni kumfanya hapo, unamfanya yeye huyu sheitan, huyu wali, huyu nabii, kwamba wanashirikiana na Allah kwenye uwezo huo. Na mtume wenu sallallahu alaihi wasallam ndani ya Qur'an, Allah tabaraka wa ta'ala amemtangazia wazi wazi kwamba mtume alayhi salatu wasalam la ya'lamu al-ghaiba, hayajui mambo yaliyofichikana mpaka atakapofunuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair wama massani as-su', lau ningelikuwa najua mambo ya siri mimi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ningekithirisha mimi kuomba msamaha kwa Allah subhanahu, na mabaya mbalimbali yasingenipata. Na miongoni mwa mabaya aliyopata mtume alivunjika maneno yake ya chini sallallahu alaihi wasallam. Mtume katika mabaya aliyompata, alirogwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katika mabaya aliyompata mtume alipigwa mawe katika mji wa Taif sallallahu alaihi wasallam. Katika mabaya aliyompata mtume sallallahu alaihi wasallam, alimwagiwa kinyesi cha wanyama mbalimbali kwenye mwili wake hali ya kuwa na sujudu sallallahu alaihi wasallam. Angelikuwa najua ghaibu haya yote asingempata. Kwa hiyo ni uthibitisho wa wazi kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yamliku ilma al-ghaib,
hamiliki elimu ya siri yoyote ile kama Muhammad. Ndiye nabiyul umma, ndiye nabii wa umma huu, ndiyo imamul mursalin, ndiyo kiongozi cha mitume, na yeye ni khalilur rahman, ni kipenzi cha Allah subhanahu. Hana maarifa ya vitu hivi. Iweje shekhe wako awe ana uwezo wa kujua maisha yako yote? Iweje shekhe wako awe na uwezo wa kujua ya kwamba huyu anayekufanyia hivyo kwenye biashara yako ni fulani? Iweje sheitan awe na maarifa ya kujua ya kwamba hasara uliyoipata ni kwa sababu palifanyika kaita wa kaita wa kaita? Ilmu hii ya ghaibu amepata wapi? Mtu wa kwanza aliyestahiki kubeba ilmu hii alikuwa ni Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ukamfanya shekhe, ukamfanya wali, ukamfanya sharifu, anayajua mambo ya siri, mambo ya kesho yatakayotokea kwako na kwa kizazi kaita wa kaita. Huku ni kumshirikisha pamoja na Allah kwenye ilmu al-ghaib. Lakini pia sio hivyo, jaatka al-masaib, yamekujia maafa mbalimbali. Umeunguliwa na biashara yako, umeunguliwa na nyumba yako, umepata hasara mbalimbali katika biashara zako na mambo yako, ukapata redundancy mathalan, au ukafukuzwa kazi, au biashara ikadora haiendi, tukakuona unanyanyua mikono yako, tashku ila Muhammad, unamshtakia Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ewe mtume wa Allah, mtazame, namuomba Allah kupitia jahi ya Muhammad, namuomba Allah kupitia cheo cha Muhammad, ukaona mtaja Muhammad sallallahu alaihi wasallam akuokoe kwenye haya. Huku ni kumfananisha mtume na Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kuondoa matatizo. Na Mola wetu subhanahu wa ta'ala ndani ya kitabu chake kwenye Qur'an anasema, amman yujibu almutarra idha daa wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'a al-ard fa ilahum ma'a Allah qalilan ma tadhakkarun. Nani anayeondosha matatizo ya watu? Nani kama sio Allah subhanahu wa ta'ala? Bali sio hivyo, wa yakshifu su'a, mabaya yote anayoondosha ni Allah subhanahu wa ta'ala, mitihani yote anayoondosha ni Allah subhanahu wa ta'ala. La Muhammadi, sio Muhammadi wala Jibrilu wala Mikail wala Israfil wala wali wala nabii. Anayeondosha matatizo yote ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kitendo cha kumfanya wali, kitendo cha kumfanya shekhe, kwamba yeye kwenye matatizo yako ndiye anayeweza kukutatulia, ukamtegemea yeye, ukampelekea mashtaka yako yeye, ukiwa na yakini ana elimu na uwezo huo, umemlinganisha na Allah subhanahu. Ainu min ashirk, ainu shirk, ni huu ndio ushirikina wenyewe.